utuokoe, utukusanye kwa kututoa katika mataifa. Tulishukuru jina lako takatifu, tuzifanyie shangwe sifa zako. E Bwana Mungu wetu, utuokoe, utukusanye kwa kututoa katika mataifa. Tulishukuru jina lako takatifu, tuzifanyie shangwe sifa zako. Ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, tangu milele hata milele. E Bwana Mungu wetu. Naam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Imani Hai Online TV. Baada ya kuwa umesikiliza wimbo huo mzuri na wenye tafakari nzuri sana na wimbo kwa sauti nzuri ya kuvutia, ni kukaribisha katika tafakari fupi. Wimbo huo ambao umebeba maneno ya E Bwana Mungu wetu tuokoe, utukusanye kwa kututoa katika mataifa. Tulishukuru jina lako takatifu, tuzifanyie shangwe sifa zako. Ni wimbo ambao unatualika kumkimbilia Mwenyezi Mungu wakati wa matatizo. Mzaburi anaposema E Mungu tuokoe, ni ishara kwamba ni mtu anayeomba msaada wa Mungu katika shida, katika mateso, katika mahangaiko, katika mkwamo fulani. Sisi nasi kama wanadamu hapa na pale kuna muda tunapitia changamoto mbalimbali za kimaisha. Inaweza kuwa ni changamoto katika ndoa yako, changamoto katika kazi yako, changamoto katika masomo yako, changamoto inaweza kuwa katika jamii ama jumuiya unapoishi. Changamoto inaweza kuwa ni ya afya, changamoto inaweza kuwa ni ya kipato. Haya yote yanatualika na kutusukuma katika kumkimbilia Mwenyezi Mungu pale ambapo tunaona nguvu zetu zimeshindwa, uwezo wetu umefika kikomo, akili yetu haiwezi tena, macho hayaoni zaidi, tumepoteza nuru. Basi Mungu yeye ndiye faraja yetu, kimbilio yetu na tumaini letu. Na pale tunapopata majibu ya changamoto zetu, tusisite kumshukuru Mungu na kushukuru jina lake, kumwambia Mungu Baba asante kwa kusikia sala yangu, kwa kusikia kilio changu, kwa kusikia na kunihurumia. Lakini zaidi ya yote lazima tufanye shangwe Mungu wetu, tuzifanye shangwe sifa zake kwa kuzitangaza kwa watu wasiomjua, kwa watu wasiomtambua, kwa watu wasiomwamini, kwa kuwa Mungu ni mwema kila wakati na msaada wake ni wa daima na tuna uhitaji katika maisha yetu. Tuendelee kumtegemea Mungu. Ndugu wapendwa, hata mara moja tusikate tamaa tunapokumbana na changamoto nzito zinazozidi uwezo wetu wa kawaida. Na sasa nikualike tufuatilie wimbo wa katikati ambao unatoka katika Zaburi ya 146. Karibuni. Wimbo wetu wa katikati unatupatia ujumbe muhimu kwamba Mungu Baba yetu ni mfadhili wa wanyonge. Tunapoisoma ama kuimba Zaburi hii, tunasikia maneno haya: uwafanyia hukumu walioonewa, wale wanaoonewa, wanaonyimwa haki zao, wanaonyongwa haki zao, wanaonyanyaswa, wanaokandamizwa na matajiri ama na watu wenye uwezo. Mungu anawatendea kwa kuwapatia hukumu iliyo stahiki yao.
huwapa wenye njaa chakula, wale wasio na uhakika kula chakula, kupata riziki yao kwa siku, kupata mkate hata kwa siku moja. Mungu Baba ni mhisani mwenye huruma, anawapa chakula. Pia huwafungua waliofungwa magerezani, waliofungwa katika magereza ya chuki, waliofungwa katika magereza ya uhasama, waliofungwa katika magereza ya kweli, waliofungwa kwa njia ambazo sio za haki, waliobambikiwa kesi. Mungu anasikia kilio chao, anafuta machozi na anawafungua kutoka katika magereza waliomo. Lakini Bwana hufumbua macho waliopofuka. Anawafumbua vipofu macho waweze kuona nuru, waweze kuona mwanga mpya, waweze kuona ufahari na uzuri wa ulimwengu huu. Lakini pia Bwana huwainua walioinama. Walioinama maana yake ni wale waliovunjika moyo, wale waliopondeka moyo, wale waliokata tamaa ya kuishi. Wanapomlilia Mungu, wanapomkimbilia Mungu, Mungu huwainua. Mungu huwashika mkono na kuwatoa katika vifungo, katika mateso, katika maanguko. Lakini pia Bwana hufadhili wageni, wale wasiokuwa na makwao. Pia Bwana huwapenda wenye haki. Tumwombe Mungu atujalie tumtegemee